Karibu CG Online TV. Usisahau kushare, kulike, kucomment na kusubscribe. Mimi naitwa Felix Liata, ni mjumbe wa Baraza Kuu la Taifa la Chama, lakini ni mjumbe wa mkutano mkuu wa taifa wa chama, lakini vile vile mimi ndiye katibu wa Chadema wilaya ya Sikonge iliyoko kwenye mkoa wa Tabora. Ndugu zangu waandishi wa habari, tumeitana leo hapa tukiwa na agenda moja, ni agenda ya no reform no election, ni agenda ambayo sasa hivi ndio iko katika nchi yetu na inazunguka katika nchi yetu. Ndugu waandishi wa habari, katika siku za hivi karibuni mumeona kwamba kumekuwa na operation ya chama katika maeneo mbalimbali, kwa kanda ya Nyasa, sasa hizi wako kanda ya Kusini, na agenda yao kuu ni no reform no election. Lakini katikati ya agenda ya no reform no election kuna jambo moja ambalo limetokea, ambalo ndani ya chama chetu kuna watu wametokea katika kundi fulani wanapingana na agenda ya no reform no election. Sasa mimi kwa nafasi yangu nilikuwa nataka nizungumzie tu kwa kifupi, nikiwa kama mjumbe wa Baraza Kuu na mkutano mkuu wa taifa ambako ilianzia hii agenda ya no reform no election. Ndugu zangu, agenda ya no reform no election ilitokana na misingi mitatu au minne kama ifuatayo. Tangu kwanza kwa mfumo wa vyama vingi vya siasa mwaka 1992 na uchaguzi wa kwanza wa mfumo wa vyama vingi vya siasa mwaka 1995, sisi kama taifa tumekuwa na madai mengi ya msingi, hususan katika siasa za ushindani wa vyama vingi. Tangu mwaka 95 yamekuwepo malumbano na majibizano mengi yanayohusiana na uhitaji wa kuwepo kwa sheria zitakazoendana na mfumo wa vyama vingi. Nikisema sheria za mfumo wa vyama vingi, manake tulipokea mfumo wa vyama vingi vya siasa. Kwa tulipopokea mfumo wa vyama vingi vya siasa, tulikuwa tuna kila sababu kama taifa kuwa na sheria zinazoendana na mazingira ya mfumo wa vyama vingi vya siasa. Lakini tangu mwaka 1995 yamekuwepo madai kutoka kwa vyama vya upinzani dhidi ya chama tawala kuhusu marekebisho ya mfumo wa uchaguzi na kuweka mazingira ya uchaguzi yatakayoendana na mfumo wa vyama vingi vya siasa. Na maeneo hayo yalikuwa yanalenga maeneo matatu ambayo ndio yamepelekea kuzaliwa kwa hii kitu inaitwa no reform no election. Reform, tunapozungumzia no reform no election, tunazungumzia bila ya kuwepo kwa mabadiliko ya msingi katika masuala ya uchaguzi hatuwezi kuingia kwenye uchaguzi. Na hatutoingia kwenye uchaguzi sio sisi kama Chadema, hata CCM nao hawatoingia kwenye uchaguzi mpaka haya mambo tunayozungumza yarekebishike. Mfano, tunazungumzia kuhusu sheria za uchaguzi. Sheria za uchaguzi za nchi hii ni sheria ambazo haziruhusu ushindani wa kisiasa kwenye boksi la kula. Ni sheria ambazo zimetengenezwa kwa ajili ya kukibeba chama tawala, Chama cha Mapinduzi, na kuviumiza vyama vya upinzani. Kwa hiyo tumesema kwamba ili kuwepo na uchaguzi kwa mwaka huu wa 2025 ni lazima tuhakikishe sheria za uchaguzi ambazo nyingi ni kandamizi, ambazo zimetungwa kwa ajili ya kukibeba chama tawala, tuhakikishe sheria hizi zimerekebishwa, zimeweka usawa kati ya chama tawala na vyama vya ushindani, vyama vya upinzani. Hili tumeliweka, ni reform tunayohitaji upande wa sheria za uchaguzi. Lakini tumezungumza vile vile tunahitaji reform katika uwakilishi wa majimbo, usawa wa majimbo, idadi ya watu na idadi ya uwakilishi ndani ya bunge, kwamba kutokuwepo kwa usawa wa uwakilishi. Unakuta jimbo lingine lina wapiga kura 100,000 lina wabunge 2, na jimbo lingine lina wapiga kura 100,000 lina wabunge 3. Jimbo lingine lina wapiga kura 60,000 lina mbunge 1, na jimbo lingine lina wapiga kura 300,000 lina wabunge 5. Hakuna usawa katika uwakilishi wa kimajimbo. Ni moja ya mambo ambayo sisi kama Chadema tumesema uwepo usawa katika mfumo wa uwakilishi. Idadi ya watu
mahitaji ya watu ndiyo yatumike katika muundo wa majimbo ya uchaguzi, badala ya kuangalia mipaka, milima, mabonde, vichaka pamoja na mapoli. Sasa hivi kumekuwa kuna mvutano ambao kuna kundi linataka kuaminisha kwamba msimamo wa no reform no election kwamba ni wa Tundu Lissu, na chama labda hakitaki sisi wanachama na viongozi hatutaki hii operation. Lakini hapa ndo nawathibitishia kwamba msimamo wa no reform no election sio wa Tundu Lissu, sio wa Mbowe. Huu ni msimamo wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo, Chadema, na wote tuliukubali na wote tunautekeleza. Yani tupo nao na tunatamba nao kama kawaida. Lakini jambo la mwisho kwa kumalizia, ndugu waandishi wa habari, ni hili ambalo tunaendelea nalo. Kama juzi mmeona kuna viongozi wanasimamishwa na petition imepita. Kuna kundi la watu linajiita G55 ambalo linazunguka nchi nzima kudai kwamba wao ni kundi la watu 55 wanaopingana na msimamo wa no reform no election. Nataka sasa nimalize kwa kusema hivi: pamoja na kupitisha kwenye vikao vyote swala la misimamo ya chama liko kwa mujibu wa katiba ya chama, ambayo ukisoma kwenye muongozo wa kamati ya maadili ya chama, kwenye zile kanuni za maadili ya chama, kuna kitu kimezungumzwa kama usaliti. Usaliti umetajwa kwenye katiba ya Chadema kwamba mojawapo ya usaliti ni kukiuka na kwenda kinyume na maazimio ya chama. Chama kikiazimia wewe ukaenda kinyume na maazimio, utatambulika kama wewe ni msaliti. Lakini vile vile katika kanuni hiyo hiyo ya 3 ya masuala ya maadili, kwenye swala la usaliti, wanasema, katiba inasema kufanya mgomo ndani ya chama na kushawishi mgomo ndani ya chama ni mojawapo ya makosa ya usaliti. Sasa mgomo sasa hivi umeandaliwa na G55 kutaka kushinikiza wanachama wa Chadema na Watanzania wagomee hii kauli mbiu ya no reform no election. Sasa kwa sababu liko kwa mujibu wa katiba, sisi tutaendelea kuwatambua hawa G55 kama ni wasaliti kwa mujibu wa katiba ya chama, wanasaliti msimamo wa chama na mwelekeo wa chama. Na mwisho kwa kumalizia kabisa niseme, sisi kama Tabora, sisi kama Magharibi, sisi msimamo wetu ni mmoja, ni no reform no election, na hatuna mpango wa kumvumilia yoyote au kumfumbia macho mtu yoyote kutoka mkoa wa Tabora au kanda ya Magharibi ambaye atasimama hadharani kupinga huu msimamo wa no reform no election, msimamo uliobeba matumaini ya nchi kwa leo, kesho na siku zijazo. Nianze kwa msingi wa hicho kinachoitwa G55. Ni muhimu wa Tanzania wote wakafahamu mpango na msingi wa G55 ulihasisiwa na wazee wetu waliokuwa wazalendo kwa taifa lao Tanganyika mwaka 1991. Wazee hao waandamizi wenye busara zao waliounda timu ya pamoja na kumfikia Mwalimu kumweleza muungano wa Tanganyika na Zanzibar sio matakwa ya Watanganyika wala Wazanzibari, na wakamweleza wazi kabisa kwamba hakutakuwa na uhalali wowote. Suluhisho pekee la muungano ni serikali 3. Mtakumbuka nchi yetu ilipata uhuru kama Tanganyika mwaka 1961, lakini baada ya hicho kilichoitwa muungano, Tanganyika ikapoteza sifa na kuvalishwa jina kuitwa Tanzania. Wakati huo Wazanzibari baada ya mapinduzi, wao taifa lao linaendelea, wana wimbo wa taifa, wana bunge, wana rais, wana mwanasheria mkuu, wana jaji, wana mahakama. Leo sisi ukiulizwa Samia ni rais wa nchi gani, wanakuambia Tanzania. Rais wa Tanganyika wa kwanza alikuwa ni Mwalimu Julius Kambarage Nyerere. Nchi yetu imefia wapi? Kwa hiyo nilitaka kuweka msingi wa wazee hawa, na nitawataja wachache baadhi kwa majina, akiwemo Jenerali Ulimwengu, Njeru Kasaka, Philip Mlo. Hawa ni mmoja kati ya wazee ambao waliunda kikosi hicho kuweza kumweleza Mwalimu Nyerere, na hii ilikuwa ni kwa maslahi mapana ya kitaifa, sio kwa maslahi binafsi weidha ya kuhitaji uongozi. Sasa hili kundi, na nitoe rai ni shauri, ni muhimu nikawataka wakaondoa jina hilo la G5 kwa sababu wanawatumia vibaya wazee wetu waliokuwa na uzalendo dhidi ya taifa lao,
Badala yake wao wameanzisha genge ambalo kimsingi kwa mujibu wa chama chetu ni wahuni na hawa ni wasaliti, na mtu yote ambaye anapingana matakwa ambayo yako kikatiba kwa mwongozo wa chama chetu. Nitasoma pia kwenye katiba yetu hii ndogo ya chama ambayo wanachadema wanaijua vizuri, ukurasa namba 91 kwenye maudhui ya chama. Tasoma kipengele kimoja kwenye ibara ya 4 kinasema, baraza kuu ndilo lenye jukumu la kufanya mabadiliko ya maudhui ya chama kwa kushirikisha uongozi wa chama ngazi ya wilaya na majimbo na kwa kuzingatia maoni ya umma kupitia asasi zao za kijamii. Mtangulizi aliyetoka hapa kuzungumza amewaeleza namna ambavyo baraza kuu liliketi tarehe 20 mwezi Januari, mkutano mkuu kaketi tarehe 21 na baadaye kikao cha mwisho cha baraza kuu pia ambacho kiliketi tarehe 22. Maana yake ni nini? Jambo la agenda ya no reform no election liko kwa mujibu wa katiba na chama chetu kilizingatia matakwa kwa maudhui ya chama. Ni mamlaka ipi inaweza kabatilisha jambo na kulifanya kuwa sasa la kitaasisi. Kwa muktadha huo, sisi kama wana magharibi, mimi kama mmoja wa watiania wa ubunge, sitakuwa tayari kupeleka wananchi wangu kwenye jimbo langu wakauawe kwa sababu mwandalizi wa uchaguzi ni mshindani wetu. Tunazo reference nyingi ambazo zimetufanya tufikie msimamo huu. Na leo genge hili limezungumza. Wameeleza baadhi ya mambo kuhusu wao kwamba wanaunga mkono reforms ila wanakataa kitu kinachoitwa no election. Na mtakumbuka hili genge linaendeshwa na wahuni wachache ambao walikuwa viongozi waandamizi wa hiki chama. Na kwa sababu sisi tumelelewa katika maadili, chama hiki kinafahamu misingi na maadili ya kiuongozi, hatukuweza kutoka hadharani kuwajibu kwa sababu walikuwa viongozi. Tunafahamu kabisa jambo lolote la kitaasisi, kama una fursa ya kushauri na wewe ni kiongozi, lina taratibu za kiongozi namna ya kwenda kushauri. Inatuia vigumu. Miongoni mwao kuna mjumbe mmoja ni John Mrema ambaye leo ndo ameendesha hilo genge la wahuni. Alikuwa msemaji wa chama, alikuwa ni mjumbe wa kamati kuu. Kuna mwingine anaitwa Julius Mwita, alikuwa katibu wa secretariat. Ni muhimu taifa likajua na Watanzania wakafahamu, katibu wa secretariat ni moja kati ya watu walikuwa wanaandaa agenda za chama ili ziende kwenye kamati kuu, na baada ya kamati kuu kupitisha wanakwenda baraza kuu kufanya kuwa msimamo wa chama. Hatukumuona mahala popote tangu kuasisiwa kwa agenda ya no reform no election. Ikiwa yeye ni moja kati ya wajumbe walioandaa agenda hiyo, maana yake chama kilifanya tafiti kikajiridhisha jambo hili. Ukimuona mtu yoyote ambaye yuko Chadema hatumiki na CCM anapinga msimamo huu, ni muhimu tukajitafakari sana. Unawezaje kuwa unataka kuwa kiongozi ambao wewe utakuwa kiongozi kwa sababu damu za watu zimemwagika? Ni jambo ambalo mtu yoyote timamu kwenye chama chetu, mtu yoyote timamu mwenye uzalendo wa taifa hili hawezi kukubali jambo hili. Ndio maana sisi kama chama tukatoka na msimamo huo wa no reform no election. Sasa hawa wanaopinga ni muhimu tukasema, na mimi napenda kushukuru viongozi wetu wa kitaifa. Nataka niwaambie, nguruwe hana kibla. Popote atakakoangukia ndipo kisu kitakapomkuta. Tutakabili hili genge la wahuni pasipo utaratibu kama ambavyo wao wametoka bila utaratibu. Tutawanyoosha. Lakini leo nimesikia wakizungumza, wanatafuta tension ili watoke kwa sababu tumewazoea sasa. Tuna uzoefu kwa chaguzi 3 mfululizo. Kila tunapofikia chaguzi wanaanzisha magenge kwenye chama kuonekana kwamba kwenye chama chetu hakuna demokrasia. Hawa walikuwa viongozi. Kwa 90% hilo genge la wahuni walikuwa viongozi waandamizi wa chama, tena wa kitaifa. Lakini ndio wanazungumza mambo haya. Hasa tumejipanga kukabiliana nao kadri wanavyokuja. Leo wamezungumza kwamba ukifungiwa milango unatafuta mlango mwingine. Na wakatoa mfano wa marehemu Rwasa alipofungiwa milango CCM akakimbilia Chadema. Sisi tunasema kwa kipindi hiki ambacho tumepita katika vuli wa mauti,
hatuwezi tena kuishi na magenge ya wahuni. Ni heri tukabaki wachache wa kweli kuliko kuwa na wengi ambao wanahitaji kuwa viongozi kwa kuua roho za watu. Na katika utaratibu huu wapate taarifa, viongozi wetu wasisite, watambue kwamba umma wa walio wengi unawaunga mkono na tuko nyuma yao, na hili hatulibebi kuachia viongozi. Ndio maana leo tumeamua kutoka hadharani kuanza kukabiliana nao, na tutakabiliana na kila yoyote mwenye aina ya elementi hizo kuhakikisha anaondoka akafikiri hiyo milango mingine ambao wao wanakuwa viongozi kwa kuua roho za watu, waendelee wakafanya hivyo. Kwa hiyo nitoe wito kwenye hili genge la wahuni linalojiita G55, mosi, waondoe hilo jina kwa sababu wanawakosea na kuwatweza wazee wetu ambao walikuwa wazalendo wa taifa hili kwa kuanzisha msingi wa G55 mwaka 91. Lakini mwisho, wasikitishe chama hiki kwamba kuondoka kwao kunaweza kuwa tatizo. Hii no reform no election inatekelezwa na Watanzania wote, walio Chadema na wasio Chadema, wenye mapenzi mema na taifa hili. Ni muhimu kwa sababu tumeanza kuwaona muda mrefu, waende huko ambako wao wanaamini